Karibu mpendwa mtazamaji, tunapoelekea tafakari hii ya masomo ya misa takatifu ya sherehe ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika mwaka huu, mwaka wa Bwana, itakuwa tarehe 7 mwezi Juni, siku ya Jumapili, mwaka huu 2026. Kabla yote na kuomba uweze bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, kisha tuweze kuendelea. Masomo matakatifu katika Dominika ya sherehe ya mwili na damu ya Yesu Kristo, yaani Ekaristi Takatifu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 2 hadi ya 3, aya ya 14 hadi ya 16a. Musa aliwaambia makutano, utaikumbuka njia ile yote ya Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake, au sivyo atakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu huishi kwa mkate tu. Mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo kwa kinywa cha Bwana. Basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako, aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako. Hilo ndilo neno la Bwana. Somo la pili. Somo katika kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 10 aya 16 mpaka ya 17. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Hilo ndilo neno la Bwana. Somo katika kitabu cha Mtakatifu Yohane sura ya 6 aya 51 mpaka ya 58. Injili ya Yohane kama ifuatavyo. Yesu aliwaambia Wayahudi, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kama maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika yeye mwenye kunila atakuwa hai kama mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, kama si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele.
Hilo ndilo neno la Bwana. Wimbo wa katikati unatoka katika Zaburi ya 147 sura ya 12 hadi ya 15, ya 19 hadi ya 20. Msifuni Bwana Yerusalemu, msifuni Bwana wako Sayuni, maana ameyakaza mapigo ya malango yako, amewabariki wanao ndani yako. Kiitikio: msifu Bwana Yerusalemu. Ndiye afanyaye amani mipakani mwako, akushibishaye kwa unono wa ngano. Huipeleka amri yake juu ya nchi, neno lake lapiga mbio sana. Kiitikio: msifu Bwana Yerusalemu. Humhubiri Yakobo neno lake, na Israeli amri zake na hukumu zake. Hakulitendea taifa lolote mambo kama hayo, wala hukumu zake hawakuzijua. Haleluya. Kiitikio: msifu Bwana Yerusalemu. Shangilio: Yohane sura ya 6 ya 51. Haleluya, haleluya. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, asema Bwana. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Haleluya. Mpendwa mtazamaji, tafakari kubwa ni Ekaristi Takatifu, umwilisho na udumifu wa upendo wa Mungu. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni sakramenti iliyowekwa na Kristo mwenyewe kwa ishara ya uwepo wake kwetu siku zote na kwa sababu ya muunganiko wetu sisi na yeye. Katika sakramenti hii ndipo tunampokea Kristo mzima katika maumbo ya mkate na divai. Kwa njia hiyo tunafanywa kuungana na nafsi yake na hivyo kuunganishwa na umungu. Ubinadamu na umungu vinaungana kwa namna dhahiri kabisa. Yeye anayeshiriki sakramenti hii, kama asemavyo Mtakatifu Agustino, anafanyika kile anachokipokea. Kwa kuwa katika Ekaristi Takatifu kuna uwepo halisi wa Kristo, basi sisi tunaoshiriki chakula hivi tunafanyika kuwa Kristo na hivyo kushiriki katika Agano Jipya. Mwokozi wetu katika karamu ya mwisho, usiku alipotolewa, aliweka sadaka ya Ekaristi ya mwili na damu yake takatifu. Hivyo alifanya hivyo ili kuendeleza sadaka ya msalaba siku zote mpaka atakaporudi, kusudi amwachie bibi harusi mpendwa, yaani kanisa, ukumbusho wa kifo chake na ufufuko wake, sakramenti ya upendo, umoja, kifungo cha mapendo, karamu ya Pasaka ambamo Kristo uliwa na Roho ujazwa neema, na ambamo tunapewa amana ya uzima wa milele. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1323. Ekaristi Takatifu ni uthibitisho wa upendo wa Mungu kwetu. Ni Kristo mzima aliye umwilisho wa upendo huo wa Mungu. Wayahudi walishindwa kuelewa upendo huu unaomwilika katika nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Hivyo Kristo anapojieleza kwao kama chakula, wanabakia katika maana ya chakula cha kawaida. Kumbe ni chakula cha kiroho, yaani upendo wa Mungu ulimwilika katika Kristo. Upendo wa Mungu umeinua kumrudisha mwanadamu, yaani umenuia kumrudisha mwanadamu katika utimamu na ukweli kuhusu yeye. Dhambi ilimuondoa katika upendo huo na akaanza kuishi ubandia. Akatengana na uzima wa kimungu, akawa mfu. Wayahudi wanakumbushwa wasihadaike na uzuri na utamu wa ubandia huo. Ubandia huu unaonekana katika ufanisi na utamu wa kupita wa vitu vya ulimwengu.
Mwenyezi Mungu hutupatia unafuu na ufanisi katika maisha, na hii ndiyo hali ya utimamu inayotia raha na kuburudisha. Lakini nyakati nyingine hutupitisha katika majaribu ili kupima uaminifu wetu, na kama tunaendelea kubaki tukimtumainia na kumtegemea yeye tu, misili ya Wayahudi tunaowasikia katika somo la kwanza. Tunapokengeuka na kutoa Mungu, tunapoteza nafasi ya kuonja wema na ukarimu wake. Katika jangwa la maisha haya, tujitegemeze kwake, kwani ni yeye pekee anayeweza kutupatia nguvu na kutuonyesha njia ya kufuata. Mpendwa mtazamaji, Mwenyezi Mungu anaurudishia tena uzima huu kwa njia ya Yesu Kristo, na hivyo bila kuunganika na yeye kiroho hatuwezi kupata uzima huu, na tunabaki katika ukale wa maisha ya dhambi. Hivyo Ukristo wetu unapaswa kujiambatanisha na kujifananisha na uwepo wa Kristo katika Ekaristi Takatifu, kusudi tuendelee kuonja upendo wa Mungu, kuumwilisha katika nafsi zetu na kutuwezesha kumtukuza yeye daima na bila kuhadaika na mitindo ya kiulimwengu. Hivyo tuepuke kuelewa uwepo wa Mungu katika namna ya kibinadamu, bali tumuone yeye katika namna ya kiroho ndani yetu katika yote tunayoyatekeleza. Fanya utumishi wako kwa namna yoyote katika jamii ya mwanadamu ukiwa umeunganika ndani yako na Mungu wako. Hapo mafanikio yake yatakuwa ya kudumu na kuwa upendo wa Mungu unaomwilika katika Kristo, ndivyo utaendelezwa hata ndani ya huduma yako na kuwafikia wengine wote. Ndivyo anavyotuambia Mtume Paulo kuwa kwa nguvu ya chakula hiki tunakuwa mwili mmoja. Upendo wa Mungu unaomwilika katika Kristo unaendeleza uwepo wa Mungu katikati yetu. Hivyo unamfanya Mungu kuwa mtendaji ndani yetu na mwenzetu katika safari ya maisha kwa nyakati zote. Mpendwa mtazamaji, mpaka kufikia hapo ni mwisho wa tafakari yetu. Tumalizie kwa sala. Utujalie kwa njia ya uzima tupatao katika Ekaristi tuwe wajumbe wa upendo kwa wengine. Amina.